unasikiliza Kasri la Kikeke. Hii ni 92.1 Crown FM, lakini pia unatutazama live kupitia YouTube. Viongozi wa nchi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya wamekutana mjini Brussels, Ubelgiji kwenye mkutano wa kilele uliotijika katika mzozo wa Ukraine na namna ya kuimarisha ulinzi wa umoja huo. Mkutano huo unakuja ikiwa ni siku moja tu baada ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuhutubia taifa lake na kusisitiza umuhimu wa kupanua wigo wa matumizi ya silaha za nyuklia kwa nchi za Ulaya bila kusahau mabadiliko ya sera za Donald Trump. Taarifa ya Stella Rogers inasomwa studio na Richard Kiza. Mkutano huo wa viongozi wanachama wa Umoja wa Ulaya EU ulifanyika mjini Brussels nchini Ubelgiji, ulijikita kujadili mzozo wa Ukraine na namna ya kuimarisha ulinzi wa umoja huo. Takriban viongozi wa mataifa 27 wamekusanyika ikiwa ni siku moja baada ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kulihutubia taifa lake na kusisitiza kupanua wigo wa matumizi ya silaha za nyuklia kwa Paris na nchi za Ulaya. Viongozi hao wameridhia kwa kauli moja kuongeza matumizi katika sekta ya ulinzi. Mojawapo ya ajenda zilizowasilishwa ni pamoja na mpango wa matumizi ya kijeshi ambao unalenga kuhamasisha na kukusanya kiasi cha euro bilioni 800 ili kuonesha mshikamano na Ukraine kufuatia kuzorota kwa mahusiano mazuri kati ya Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine na Rais Donald Trump wa Marekani. Rais wa Baraza Kuu la umoja huo Antonio Costa ameviambia vyombo vya habari kuwa Ulaya sasa imedhamiria kusonga mbele kwa pamoja kwa ajili ya ulinzi wake na itawekeza fedha zaidi kwenye eneo hilo. Aidha, viongozi hao wamesema ili kuonesha utayari wa kutekeleza mpango wao wanatathmini kwa haraka pendekezo la nchi wanachama kupatiwa mkopo wa euro bilioni 150 za kuanzia. Wameeleza kuwa kiasi hicho cha fedha kitatumika katika kufanya manunuzi ya pamoja katika sekta ya ulinzi wa kanda hiyo na kutakuwa na ruhusa kwa mataifa wanachama kujadili matumizi ya fedha za maendeleo na kuzielekeza katika sekta ya ulinzi. Hatua hiyo inajumuisha kulegeza masharti ya sera za fedha ili kuziruhusu nchi wanachama kuongeza matumizi yao ya bajeti za ulinzi. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine alialikwa katika mkutano huo ili kupata uungwaji mkono kutoka mataifa ya Ulaya. Viongozi wa Umoja wa Ulaya huo vilevile wametoa masharti yao kuhusu kumalizika kwa vita ya Ukraine, ikiwemo kuheshimiwa kwa hadhi ya mipaka, dhamana ya usalama na mkataba wowote kuhusu Ukraine ni sharti ihusishwe nchi hiyo pamoja na wawakilishi wa Umoja wa Ulaya. Haya yanajiri baada ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema kuwa atasafiri na ujumbe wake kwenda Saudi Arabia wiki ijayo kwa mazungumzo na wawakilishi wa Marekani ya kutafuta makubaliano ya awali ya kusitisha vita. Rais huyo wa Ukraine mapema wiki hii alitangaza nia yake ya kushiriki mchakato huo unaoongozwa na Marekani, makubaliano ya kusitisha vita na Urusi. Mpango wa kuimarisha ulinzi barani Ulaya uliopewa jina la Fufua Nguvu za Kijeshi za Ulaya umeidhinishwa baada ya wiki kadhaa za mashaka miongoni mwa nchi za Ulaya juu ya mahusiano hayo kati ya kanda hiyo na Marekani ambao ni mshirika wao muda mrefu. Rich Kiza, Kasri la Kikeke, Crown Media. Asante sana Rich Kiza kwa taarifa hiyo, na studioni tunaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa wakili Novatus Igosha, tukiangazia mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya pamoja na mvutano kati ya Marekani na Ukraine. Igosha, karibu sana kwenye Kasri la Kikeke kwa mara nyingine. Asante sana. Kukutana kwa viongozi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya kama ambavyo tumesikia katika kuimarisha ulinzi lakini pia kuitetea Ukraine, kunaweza kukawa na ahueni ya rais wa Ukraine baada ya kuvutana na Marekani? Kunaweza kukawa na ahueni kidogo. Labda nikumbushe tu katika mikataba ya kiusalama ambayo imewahi kuanzishwa kati ya bara la Ulaya au nchi za Ulaya na Marekani, hasa umoja wa kujihami wa nchi za NATO. 1949 mkataba Washington ulikuwa na vipengele vingi, lakini ibara ambazo ni muhimu sana ziko kuu mbili. Kuna ibara ile ya 5 ambayo inafahamika kama collective defense security, yani kujihami kwa ujumla, kwamba ukishambulia nchi mwanachama mmoja utashambuliwa na mwingine. Lakini ibara ya 10 inasema kwamba jumuiya ya NATO inatakiwa kutanua wigo wake ndani ya taifa lote lililopo Ulaya, hususan linalokuwa na maadili yanayoonekana kwamba ni ya kidemokrasia na tamaduni zinazoendana. Sasa kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 30, umoja huu wa kujihami umekuwa ukidhaminiwa na NATO kibajeti, ukidhaminiwa na Marekani kibajeti kwa 70%, na pamoja nchi ziko zaidi ya 30, lakini Ujerumani inachangia 10%, Ufaransa inachangia 9%. Sasa hivi
baada ya kuwa kumekuwa na msuguano mfupi kati ya Ukraine na Marekani, kama unavyokumbuka tarehe 28 Februari. Kwa hiyo nchi za Ulaya zinataka kuhuisha makubaliano ya kile kilichokuwa kinafahamika kama mkataba wa Brussels, ambao uliwekwa pia saini 1949 hiyo, lakini baadaye sasa Marekani ikawa inasema kwamba mimi nitawalinda kijeshi. Kwa hiyo Rais Macron wa Ufaransa anataka kwanza kuonyesha umuhimu wa Ufaransa katika bara la Ulaya kama ilivyokuwa 1966. Kipindi hicho rais alikuwa anaitwa Charles de Gaulle, ambaye alikuwa anasema nchi za Ulaya zijitegemee kijeshi na zisiwe zinategemea sana Marekani, lakini pia anajaribu kuzikumbusha kwamba usalama wa Ulaya sasa umefikia sehemu uweze kujihami wenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo walikaa pia Lancaster House Machi 2, nchi kama 27 hivi wakawa wamekubaliana. Mimi nataka kufahamu kuna tofauti gani ya kiushawishi hasa kati ya taifa la Marekani, bara la Ulaya, NATO, kadhalika Ukraine juu ya uamuzi wa kusitisha vita dhidi ya wenzetu wa Urusi? Sawa, asante kwa swali zuri. Ushawishi ni mkubwa sana kwa Marekani, hususan kwa nguvu za kijeshi. Tukumbuke Marekani kijeshi ina viwanda vingi sana ambavyo vinatengeneza silaha kwa haraka, au kwa lugha ya Kiingereza unasema kwamba ile industrial military complex ni kubwa. Yani ukiangalia shirika kama Boeing alafu Northrop Graham, haya ni mashirika ambayo yanatoa silaha nyingi sana kwa mwaka, lakini pia yanasaidia pia kulinda nchi za Ulaya. Kwa hiyo pia Marekani ni sehemu ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini ana makundi ya kujihami sehemu nyingi duniani. Kwa mfano kuna American Australia Alliance ambao ni upande wa Pacific, lakini pia ana shirika la kujihami na nchi ya Korea Kusini na Japan, lakini wakati huo yuko na mataifa mengine ya Ulaya kwenye kitu kinaitwa International Security Assistance Force au ISAF. Kwa hiyo yeye akisema kwamba anajiondoa kijeshi, sehemu kubwa ya Ulaya itayumba, kwa sababu amekuwa akisaidia operesheni za kimkakati upande wa uchunguzi au kiintelijensia wanasema, lakini pia kifedha. Kwa hiyo bado ana ushawishi mkubwa sana kuliko nchi zote za Ulaya dhidi ya Urusi. Na kwa sababu pia katika kutafuta suluhisho au diplomasia ya amani, vita ina jambo moja ambalo ni zito upande wa kifedha, au nitasema Kiingereza afu nitasema Kiswahili, yani to feed the war machine, kuhakikisha kwamba kila wakati askari wanaletewa silaha, wanaletewa chakula, na kama wanapata majeruhi namna ya kuwatoa katika uwanja wa vita. Marekani ina sehemu kubwa sana ya ushawishi katika upande huo ukilinganisha na nchi za Ulaya na Ukraine yenyewe. Kwa hiyo ni muhimu sana wakati huu kwamba Zelensky kama alivyokuwa amesema hivi karibuni ameandika barua Marekani na Wamarekani wataijibu ili kuweza kutoa tofauti iliyotokea tarehe 28. Labda nieleze kwa kifupi kwa sababu ni jambo ambalo nilieleza upande mmoja wakati fulani. Kabla ya Zelensky kuwa ameenda kwenye ile ziara ya tarehe 28, utaratibu ni kwamba balozi wa Ukraine nchini Marekani anatoa taarifa kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani au US State Department, akimwandikia waziri wa mambo ya nje. Moja, anaandika sababu ziara ni kwamba mkuu wa nchi anakuja. Pili, anaeleza sababu za kuja mkuu huyo wa nchi. Labda tunakuja kukuza mahusiano ya kidiplomasia, tunaomba msaada wa kijeshi. Na ibara ya 3 anakuwa anaomba, aya ya 3 anaomba kwamba kama kuna maelekezo yoyote kutoka serikali ya Marekani juu ya rais wetu, tunaomba mtujibu. Sasa kwa protokali za kidiplomasia mara nyingi wao wakisha vet au wakisha kuwa wamefanya mchakato wa kujua yote haya yanawezekana, wanawajibu. Na kama kuna maelekezo, aidha natolea mfano, rais wenu anayekuja tumegundua mara nyingi alikuwa mwanajeshi anatembea na silaha, basi tusingependa awe na silaha wakati anaonana na rais wetu, au ni mvutaji wa kiko basi asivute, au pengine mavazi, au anasema decorum, avae suti. Sasa kipindi kile Bwana Zelensky alikuwa amevaa vazi lao la kiutamaduni inaitwa Vishkava na ina nembo yake pale Trizab. Sasa kitendo cha kwenda wakamwambia kwamba haujavaa kwa hali ya kidiplomasia na kukaa kuna hali, pande zote mbili zilikuwa zina mapungufu. Lakini upande wa Ukraine pia changamoto kubwa iliyotokea ni kwamba
walimpa heshima kubwa sana, kwa sababu Marekani ikulu yao mpaka unafika Oval Office ni mchakato mkubwa sana. Kuangalia sera za taifa lako, mahusiano ya kipindi hicho na ya baadaye. Lakini Oval Office ukilinganisha na vyumba vingine upande ule wa Marekani wanaita East Wing, kwenye West Wing wa ikulu ya Marekani wanaenda viongozi ambao wameheshimiwa kweli kweli, kwa sababu ndio sehemu ambayo pia inabeba chumba cha kufanya mikutano ya baraza la mawaziri au cabinet room, lakini mikutano ya dharura hasa upande wa usalama situation room, lakini pia Oval. Sasa alivyoenda pale alafu akajikuta naye kachukia, ilikuwa ni bahati mbaya ya namna ya kushauriwa, kwa sababu ni jambo ambalo si zuri kulisema kidiplomasia, lakini kwa sababu ya kuelimisha wasikilizaji nitapenda kulisema. Unajua Marekani wazungu wamejigawa sana katika utamaduni. Hawa kina Trump ni watu wanajitathmini kama WASPs. Kirefu chake ni White Anglo-Saxon Puritans, au wakati mwingine ile P inageuka kuwa Protestants. Ikiwa ina maana ipi? Ikiwa inamaanisha kwamba wao katika matabaka ya kibinadamu wanaamini kwamba ni ule uzao ambao Mungu aliagiza waitawale dunia. Kwa hiyo wanapokuwa wamekuja kukusikiliza wewe alafu wamekupa heshima ya kuingia kwenye Oval Office au kwenye lugha ya kisheria unasema their own court au kwa mwambao wao, alafu na react, ni watu wanaweza kuchukia. Na hizi kauli hazijatokea tu kwa Trump. Zimewahi kutokea kwa Bill Clinton 1996 akiwa kidogo anavutano na Netanyahu, mpaka akasema nafikiri kuna wakati wa kumkumbusha huyu nani ni taifa kuu, yani nani ni superpower. Na itokea pia wakati wa Barack Obama 2010, lakini tofauti tu ni kwamba hii ilikuwa ni nyuma ya pazia, ikutokea wazi wazi. Okay, kwa maana hiyo kama Marekani itaamua kukaa pembeni, mataifa mengine kama Uingereza na Ufaransa hayataweza kuziba pengo? Hayawezi kuziba pengo kiujumla. Kwa sababu kwa teknolojia ya kijeshi Marekani iko juu sana ukilinganisha Ufaransa pamoja na Uingereza. Nitakupa mfano katika vitu ambavyo unavikuta kwenye vitabu au hata kwenye Google. Kwa mfano hata ndege tu labda za vita, ukiangalia F-35 ambayo inatengenezwa Marekani, ukaangalia F-117 inayotengenezwa Marekani, teknolojia yake ukalinganisha labda na Vulcan inayotengenezwa Ufaransa na Uingereza, nguvu zake haziwezi kulingana kwa nguvu ya spidi, uwezo wa kuruka juu. Kwa hiyo hizi ni ndege ambazo Marekani bado inasaidia NATO. Lakini pia kwa silaha pia za masafa marefu, kwa mfano makombora ambayo Trump alireact akasema mimi nilikupa kitu anakiita Javelins. Javelins ni makombora ambayo yanapiga vifaru. Kwa hiyo teknolojia yake kwa sababu inatumia infrared bado ni kubwa kuliko teknolojia ya nchi za Ulaya. Kwa hiyo kupambana na taifa lenye teknolojia nyingine kubwa ya kijeshi kama Urusi au Moscow sio rahisi sana bila kupata msaada na ushawishi wa Marekani. Endapo utaendelea, moja kubwa hasa kwa hizi nchi zenye ushawishi, kinaweza katokea kile ambacho kwa nadharia kinaitwa kwamba mwisho wa historia na kuanza mwambao mpya, au kilielezwa na mtaalamu mmoja sana wa siasa za kimataifa na geopolitics, Francis Fukuyama, aliwahi kuandika kitu kinaitwa The End of History and the Last Man. Sasa Trump anajaribu kuonyesha wazungu wengine au watu ambao wametawala dunia kwa muda mrefu zaidi ya miaka 200 kwamba sasa hivi kuna uwezekano mkubwa likaja taifa lingine lenye ushawishi. Au kile ambacho Fukuyama alikita kama the last man, kwamba sasa hivi inaonekana dola yenye nguvu, na nikisema dola simaanishi sarafu ya Kimarekani, yani taifa yenye nguvu, dola yenye nguvu ni taifa la China. Kwa anajaribu kuwakumbusha kwamba sisi na Warusi tuliwahi kuwa marafiki wakati wa vita vya pili. Lakini yeye amejitathmini kwamba ni mtu analeta amani duniani kwa ile sera yake ya kiitikadi anaita Manifest Destiny. Kwa hiyo athari kubwa itakuwa ni hizi nchi zingine kujikuta zinapoteza ule ushawishi wake wa zaidi ya miaka 70 baada ya vita vya pili. Lakini upande mwingine ni sisi nchi ambazo zinaendelea na nchi zingine ambazo ni tegemezi. Tukumbuke kwamba kwa mfano chakula kama ngano, mafuta yanaweza yakaongezeka bei, na kikaongezeka bei kwa sababu Ukraine inazalisha pia ngano nyingi sana na Urusi inazalisha mafuta mengi sana. Lakini dunia inaweza ikajikuta inaingia katika uvutano wa vita vya baridi vipya kwa sababu tuko katika mwambao wa multipolarity, kwamba kuna ushawishi wa taifa kubwa ambalo liko kwenye nguvu ya kimadaraka, lakini kuna taifa lingine linaibuka. Kwa hiyo hapo ni bipolar, maana yake mataifa mawili. Lakini pia kuna
makundi ya mataifa mengine yenye ushawishi yamejiunga. Kwa hiyo athari ya haraka ni namna ambavyo dunia inaweza ikajikuta inayumba katika mtazamo wa kitu nasema geopolitical new world order, au ule mwongozo uliokuwa umetengenezwa kutokana na mikataba ya Westphalia kuanzia 1949. Lakini kingine ambacho hakionekani haraka lakini kinawezekana sana, kwamba vita hii ikiendelea kuwepo, kunawezekana sana Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likatetereka, na baadaye hata taasisi hii nyeti ya Umoja wa Mataifa ikayumba kama sio kusambaratika kabisa. Huu ni mkutano mkubwa wa nchi hizi 27 za Umoja wa Ulaya huko nchini Brussels, kufanyika jijini Brussels, na umeleta kitu kikubwa pengine, ama naweza kusema uweza kuonyesha picture fulani kwa hichi ambacho kinaendelea kati ya Ukraine pamoja na taifa la Marekani kwa ujumla. Kupitia kile alichokizungumza Macron, nini umekiona tofauti na haya madogo ambayo yanazungumzwa mara nyingi? Kikubwa ambacho umekisikia kwake, unachokiona kabisa hiki kinaweza kuleta kitu cha tofauti katika hili? Kikubwa cha kwanza ni mataifa mataifa ya Ulaya kutambua sasa yanatakiwa yawe huru kujiondoa katika ule utegemezi wa kijeshi kutoka Washington au kutoka Marekani, na kugundua kwamba wakati huu Marekani inaweza ikarudisha ile sera yake ya 1941 iliyokuwa inajitenga na dunia. Lakini pia watakuwa wanajitathmini pia kifedha, kwa sababu tukumbuke wakati wa vita vya pili Marekani ilikuja na sera inaitwa Marshall Plan, ambayo ilitoa msaada mkubwa sana katika bara la Ulaya, hasa nchi za magharibi. Kwa hiyo Bwana Macron atakuwa anajaribu kukumbushia bara la Ulaya huu ni muda sasa wa kujitegemea wenyewe. Na pamoja hili swali halijatoka kwako, ningependa pia kusema kwamba ni muhimu pia hata Afrika ikajifunza kwamba huu ni muda wa kuweka mikakati ya kujenga taasisi ambazo zinaweza zikaleta kwa kiasi fulani uhuru kutoweza kutegemea mataifa mengine, kwa sababu kama taifa lenye nguvu linaweza likafanyia dola nyingine inayotoka Ulaya namna ile, itakuwaje kwa mtu ambaye ni maskini na anatoka Afrika? Kwa hiyo ni swali tunaliweka kimkakati hapo. Nafikiri Macron anajaribu kuikumbusha dunia sasa kuna uwezekano wa dunia kubadilika, kwa sababu Trump ni mtu ambaye tunasema ni transactional, yani hatabiriki. Anaweza akaamua jambo leo kukiuka kabisa ile misingi ambayo ilikuwa imewekwa muda mrefu kwa mikataba ambayo ilisainiwa, lakini kwa sera na mahusiano ambayo yamejengwa kwa dola za muda mrefu, na kusiwe na mtu wa kumzuia. Watakuwepo, lakini si rahisi sana. Kwa nguvu ambayo imeonekana kwa Marekani, tunaweza kusema, ama wewe unaweza kutuambia kwamba sasa Ukraine inabidi wawe wapole kusikiliza kile ambacho kinatakikana? Kusema wawe wapole siwezi kuwasemea, lakini labda niseme kitu kimoja tu, ni kwamba Ukraine kama ilivyo Marekani ni dola inayojitegemea, nasema sovereign. Na rais wao ni mtu ambaye amekula kiapo, na kiapo hicho ni cha kusimamia maslahi ya Ukraine. Na ndio maana hata alivyoitwa katika kujaribu kuleta makubaliano ya amani, alikuwa na masharti yake kwamba nyie mnihakikishie mtanilinda kiusalama au security guarantee mtakapoweza kuwekeza katika madini yetu ya kimkakati ambayo yako katika eneo la Donbas na sehemu nyingine ya mashariki ya Ukraine. Itakapotokea Warusi watavamia tena, je, mnanihakikishia mtapambana nao? Sasa Trump anasema usio na wasiwasi, wakituona sisi kule hawezi kuvamia. Lakini sasa kwenye sheria za kimataifa, wakati mwingine vita inapoendelea, kuna raia wengine hawahusiana na hiyo vita, wanaondolewa tu, au tunasema evacuation. Sasa Macron Zelensky alikuwa anataka kuna makubaliano kabisa. Kwa hiyo pamoja na yote kwamba ni taifa halina ushawishi wa nguvu sana kama Marekani, lakini ni dola ambayo inasimama kitaasisi, ni dola ambayo rais wake pia anawajibika kwa kiapo chake kwa wananchi wake. Na ndio maana hata sasa hivi pamoja amesema anakubali, ni kwa sababu ameshauriwa.
lakini najua kikao kitakachofuata kama atarudi Marekani kinaweza kisionyeshwe mbele, lakini bado atakuwa na ile misimamo ambayo yeye anataka taifa lake lisipoteze kabisa. Na ikiwa Marekani itajiondosha sasa moja kwa moja kwenye swala zima la msaada wake wa kijeshi kwa Ukraine, kwamba uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na nchi nyinginezo za Ulaya kama vile Uingereza, Ufaransa, kwamba zinaweza kutoa msaada wake kweli, na kama inaweza, je, zinaweza ziba pengo la Marekani ama hiyo itakuwa ni ngumu? Kuziba pengo kabisa itakuwa ni ngumu, kwa sababu nilieleza pia mwanzoni, Marekani kifedha, kiteknolojia na kile wanasema kwamba taarifa za kiintelijensia ambazo yeye kwa ushawishi wake wa kiteknolojia anao mkubwa kuliko mataifa mengi ya Ulaya, lakini kwa sababu ya mikataba iliyokuwa na baadhi ya mataifa kwa muda mrefu, kwa mfano Ujerumani usiwe na askari wengi kuliko labda idadi ya askari 10,000, usitengeneze silaha fulani. Hii ni mikataba iliyokuwepo baada ya vita ya pili. Kwa sababu hii ilikuwa ni dola inatawaliwa na Adolf Hitler kama mnakumbuka. Kwa hiyo walivomshinda kuna masharti yaliwekwa. Kwa hiyo kwanza sasa hivi kutengeneza production chain ya silaha kwa haraka kama Marekani sio rahisi. Kwa hiyo wataziba pengo, lakini kuzuia kabisa nguvu ya dola ya Moscow sio rahisi kama ambavyo Marekani ipo. Na athari zaidi ambazo zinaweza kujitokeza tuseme za kimataifa zinaweza zikatokea ikiwa Marekani kwamba itatumia nguvu zaidi kwenye mgogoro huu wa Ukraine kwa kuweza kupunguza msaada wake. Kwa kifupi kwamba inaweza tishia usalama wa Ulaya nzima, ama athari moja inaweza ikatokea kwenye serikali ya Trump mwenyewe, kwa sababu ukumbuke serikali ya Marekani ni serikali pamoja, rais ana nguvu sana, lakini taasisi zimekomaa. Sasa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, wale mabwana wanaotunga sera wanaitwa the blob, yani wamekaa pale muda mrefu kuangalia taifa hili liende kwa namna gani. Hawajali rais anayekuja ni wa chama gani, ana itikadi gani na ana misimamo gani. Kuna mambo ambayo wao wakiona ni maslahi mapana ya taifa watashauri, na usipokubali kushaurika kuna mikakati wao wanafanya kuhakikisha hayo maslahi yanasimama. Kwa hiyo yeye anaweza kupata pressure ndani ya chama chake, ndani ya serikali yake mwenyewe, kwa sababu ya hiki kitu ambacho kinaitwa the blob ndani ya US State Department, lakini pia wizara ya ulinzi au Pentagon. Lakini upande wa pili kwenye jumuiya ya kimataifa itakuwa sasa ni wakati wa taifa ambalo kiuchumi yanaonekana ni kama mhasimu, China, kuibuka kuwa na nguvu zaidi. Itakuwa ni kama wakati ule wa vita vya pili ambapo Waingereza walikuwa wanashauriwa hawasikii. Kwa hiyo ule mwambao wa Baltic ukao umepata fujo, na baadaye taifa la Marekani likaibuka kuwa na nguvu kuliko iliyokuwa himaya ya Uingereza. Kwa hiyo hicho kinaweza kikatokea pia wakati huu. Kwa hiyo la mwisho kabisa, wewe kupitia haya yanayoendelea na mkutano uliofanyika jana, nini unatoka nacho na kutueleza kuhusiana na sakata zima? Cha mwisho cha kwanza, naamini kwamba serikali ya Uingereza inawajibika kujaribu kuweka mahusiano haya kuyajenga vema. Kwa sababu Uingereza ni taifa liko Ulaya. Ndio. Na pia ni mwanachama wa NATO. Lakini wana mahusiano ya karibu sana na serikali ya Marekani, hasa tokea vita vya pili kati ya Churchill na FDR au Franklin Delano Roosevelt. Lakini hawa ni watu ambao kimtazamo wanajiona kwamba ni jamii moja, yani WASPs kama nilivyosema vile. Kwa hiyo Keir Starmer anawajibika kumshawishi Trump kurudisha hasira na kujaribu kushawishi pia watu wa bara la Ulaya kuendelea kwa pamoja na msaidia ndugu yetu Zelensky, lakini tusiharibu mahusiano na Marekani. Lakini cha pili, naamini pia serikali ya Moscow nayo pamoja na nguvu za kijeshi kupigana vita hakijai kuwa jambo bora kwa mtu yeyote, iwe ni nguvu yenye dola yenye nguvu au nchi inayoendelea. Kwa hiyo hata Putin naye atakuwa anataka amani, lakini atakuwa naye anahitaji msingi wake. Sasa nini kinatakiwa kufanyike? Ni kukubaliana kwa pande zote kwamba hiki tutakikubali, hiki tutakikataa, kwamba flexibility na concessions kwenye lugha ya Kiingereza nasema. Kwa hiyo naamini pande zote, bara la Ulaya, Marekani, Ukraine na Urusi, zinatakiwa zifikie katika mtazamo huo ili kuweza kuleta suluhu ya moja kwa moja. Tunakushukuru sana Novatus Igosha kwa kuungana na sisi kwenye kasri la Kikeke leo na uchambuzi ambao umetupatia kuhusiana na hili. Crown Media. Hapa ni nyumbani.